Karibu sana kwenye semina hii, sehemu ya pili. Semina inaitwa Neema ni ufunguo wa maisha. Mimi naitwa Mwalimu Franki Bwenge. Asante sana kwa kusogea tena. Lakini kabla tujaendelea, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neema hii. Asante kwa kibali chako. Malango ya masaa haya, ninaomba Roho wa Bwana ukaongoze wewe, ukafundishe wewe, mwalimu uliye mkuu zaidi. Katika jina la Yesu Kristo, kila nguvu za giza, kila vizuizi vya kiufahamu, ninaving'oa, ninaviharibu. Watu hawa wakaisikie kweli na ile kweli kawaweke huru. Katika jina la Yesu. Amen. Semina yetu inaitwa Neema ni ufunguo wa maisha. Na nimekuonyesha wazi kwenye ule mstari ambao tunasimamia kwenye ile wa Korinto wa kwanza 15:10a, nikakwambia kwamba maisha yako ni matokeo ya neema. Kiwango cha maisha unayoishi ni tafsiri ya kiwango cha neema ulionayo. Kiwango cha biashara ulionayo ni tafsiri ya kiwango cha neema juu ya hiyo biashara. Haleluya. Sio mtaji ulionao. Sio kwa sababu unafanya sana kazi. Sio kwa sababu upo eneo zuri. Haleluya. Bali ni kwa sababu ya neema iliyo juu yako. Kila mmoja akijua hili, kuna somewhere ataanza kunielewa. Haleluya. Sasa kwenye sehemu ya pili nataka nikuonyeshe kwamba kwanza neema ilikuwepo tangu Agano la Kale. Lakini kulikuwa na utofauti. Nimekusomea maandiko ya kitabu cha Mwanzo. Lakini pia ukisoma Kutoka 33:12 utakutana na Musa ambaye alipata neema. Haleluya. Andika kichwa cha habari kinasema tofauti ya neema ya Agano la Kale na Agano Jipya. Haleluya. Andika kichwa cha habari tofauti ya neema ya Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa nataka nikufundishe tofauti ili uweze kujua neema hii tuliyopewa ina thamani kiasi gani. Haleluya. Kwanza lazima ujue Agano la Kale Mungu aliwapa neema watu kama alivyotaka yeye. Okay? Sawa? Maana yake neema haikuwepo available kwa kila mtu. Neema katika Agano la Kale haikuwepo tu kwa kila mtu. Lazima ugundue hicho, especially baada ya anguko. Amen. Ni tofauti na neema tulionayo sasa hivi. Neema katika Agano la Kale haikuwepo kwa kila mtu. Kifo na ufufuko wa Yesu ulifanya neema iwe available, iwepo kwa kila mtu. Lakini ina utaratibu wake. Nitakufundisha hapo very soon. Sasa naomba nikusomee maandiko hapa ambayo yanaweza yakakusaidia pia. Sawa? Kwanza lazima ujue kitu kimoja. Neema ni uwezesho wa Mungu katika maisha ya muamini. Baada ya anguko la Adam na Eva, kilichoingia kiliitwa mauti. Mauti ilipoingia, moja ya madhara, moja ya kitu ambacho kiliondoka baada ya mauti kuingia, ile mauti iliondoa kitu kinaitwa neema. Why? Because mauti ilivyoingia, ule uzima uliondoka. Uzima ni neema iliyokuwa ndani ya watu, ikiwawezesha wale watu. Haleluya. Ngoja nikusomea Warumi 5:21. Warumi 5:21. Ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Lazima uelewe kitu kimoja hapa kinachomaanisha. Palipo na dhambi
Okay? Yaani mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa neema ni uzima wa milele. Maana yake ni nini? Mauti ilipoingia, neema iliondoka. Haleluya. Maana yake ni nini? Katika agano la kale, baada ya anguko la Adam na Eva, Mungu mwenyewe alikuwa ana pick mtu wa kumpa neema. Ilikuwa sio tu available kama sasa hivi kwa njia ya imani, hapana. Why? Because mauti ilikuwa na nguvu. Umenielewa? Because hiyo mauti ilikuwa imeondoa neema kwa watu. Haleluya. Ukisoma Hesabu 11:11 utanielewa, lakini pia ukisoma Kutoka 33:12 utaelewa. Mungu alikuwa na pick watu. Alikuwa anachagua watu ambao anataka yeye na kuwapa ile neema, kwa sababu mauti ilikuwa inatawala. Kutoka 33:12, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami, walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Kitendo cha Mungu kusema na kujua jina lako ni kama vile nayajua matendo yako, najua maisha yako, na ujua moyo wako. Ni kama vile neema kwenye agano la kale ilikuwa ni kama kuna jambo inabidi ufanye ndio Mungu akupe. Yaani kuna namna lazima uonyeshe kwamba mauti haina nguvu sana kwako ili Mungu akupe. Ndicho ambacho kilikuwa kinamaanishwa. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Kwa hiyo lazima ujue kwenye agano la kale neema ni Mungu aliwapa watu kama ambavyo alitaka. Haikuwepo kwa kila mtu. Nimekusomea Rumi 5:21. Na sababu ni nini? Mauti ilikuwa na nguvu. Na tumeona mshahara wa dhambi ni mauti, lakini mshahara wa neema ni uzima wa milele. Remember, kinyume cha mauti ni uzima wa milele. Okay? Yes. Kinyume cha mauti ni uzima wa milele. Okay? So maana yake mauti ilipokuweko, neema ikakosa nguvu. Kwa hiyo Mungu akawa anawapa watu neema mmoja mmoja. Lakini ukisoma kwenye agano jipya utagundua neema ni bure. Na hii neema ni kwa watu ambao ni waamini, waliomwamini Yesu. Ndio maana maandiko yanasema neema ilikuja kwa mkono wa Kristo. Haina maana haikuwepo. Maana yake neema iliyokuwepo mwanzoni ni kama neema ambayo ni sawa tu na baraka. Sijui umenielewa? Yaani ilikuwa ni Mungu anapick. Haikuwepo tu available kwa kila mtu. Haleluya. Naomba tusome Yohana 1:17 itakusaidia kuelewa zaidi. Yohana 1:17 inasema nini? Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. By the way, haikuja neema peke yake, iliambatana na kweli. Na hii kweli ndio hii unayoisikia sasa hivi. Sema amen. Katika jina la Yesu. Kwa hiyo tunaweza tukaona wazi kwamba neema ilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo, lakini kwenye agano la kale ilikuwepo. Kwa nini? Kwa njia ya Yesu Kristo. Why? Because hii ilikuwa ni neema katika uzima wa milele. Ni neema ambayo kila mtu alipewa kwa njia ya imani. Nikusomee mstari mwingine ili ujue neema kwenye agano la kale ilikuwa ni bure. Hapa tunajenga msingi ili huko mbele tuelewane, usije ukachanganya vitu. Okay? Waefeso 2:8. Kwa maana mmeokolewa. Waefeso 2:8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Haleluya. So neema tumepewa bure. Na hii ndo sababu ya kwa nini upaswi kujisifu. Kwa sababu nimekuambia kiwango cha maisha yako ni kiwango cha neema yako. Sasa kama Mungu amekuinua na wewe ni tajiri, upaswi kujisifu, kwa sababu ambacho kimekuweka hapo ni neema, na hii neema umepewa bure.
Ndio maana mtu yoyote mwenye kiburi, Biblia inasema Mungu washusha wenye kiburi na uwainua na uwapa neema wanyenyekevu. Haleluya. Maana yake lazima ujue kwenye Agano Jipya neema hii tumepewa bure. Hakuna chochote ambacho mimi nilifanya kuwa hapa nilipo, na hakuna chochote ambacho wewe umefanya kuwa hapo. Haleluya. Somo la neema ni muhimu sana, kwa sababu kuna watu walifundishwa neema na mawakala wa giza, wakaambiwa neema lala, amka. Neema tumepewa bure, hamna mizimu, hamna hiki. Lakini leo nataka nikwambie neema ndio ambayo itakufundisha. Neema inafundishaga. Yaani ile neema ikikaa juu yako itakwambia kuna mizimu kwenye ukoo wenu. Haleluya. Hiyo ni tofauti ya kwanza ambayo inaweza kukusaidia sana. Unaweza kusoma pia Warumi 5:2 na itakusaidia sana. Semina yetu inaitwa Neema ni Ufunguo wa Maisha. Maana yake nataka leo nikufundisha namna gani kupitia neema tumewekwa hapo tulipo, au tunaweza kwenda juu zaidi. Haleluya. Lakini pia tofauti ya pili kati ya neema kwenye Agano la Kale na neema Agano Jipya. Katika Agano la Kale kila mtu alikuwa chini ya sheria, na katika Agano Jipya tupo chini ya neema. Lazima uelewe hicho kitu. Ndio maana neema ya Agano la Kale ilikuwa ni neema ambayo Mungu alikuwa anapiki. Maana yake ni nini? Kama walikuwa chini ya sheria, kuna vitu Mungu alikuwa anaangalia ili akupe neema. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Ndio maana maandiko yanaweka wazi. Naomba nikusomee Warumi 6:15. Warumi 6:15. Ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria, bali chini ya neema? Ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria, basi chini ya neema. Chini ya neema? Yaani anauliza kwamba kwa sababu tuko chini ya neema, basi tufanye sana dhambi. Kwa sababu kwenye sheria kilichokuwa kinatokea ni kwamba Mungu akisema ufanye jambo fulani, usipofanya kuna adhabu juu yake. Tumenielewa? Usizini, ukizini unapondwa mawe. Usifanye hiki, ukifanya utafanywa hiki. Kwenye neema hicho kitu hakipo. Umenielewa? Yaani ni Mungu anakuamini tena, anakupa second chance. Ni kwamba umezini, Mungu anakupa nafasi. Hautapondwa mawe, atakupa nafasi tena. Yaani maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu ataamua kuona uzuri ndani yako japokuwa wewe ni mtu mbaya, ili urudi kwake kutubu. Sasa kwa sababu hiyo haina maana tunapaswa kuendelea kutenda dhambi. Haleluya. Ndicho alichokuwa anakisema hapa Paulo. Lazima ujue kwenye Agano la Kale walikuwa chini ya sheria, hawakuwa chini ya neema. Maana yake maandiko unayoona kule yanatumia neno neema, lazima ujue kabisa haikuwa neema hii ambayo sisi tuko chini yake. Ilikuwa ni neema ambayo Mungu alipick, alichagua. Sasa hivi kila mtu ana neema. Shida iko wapi? Watu hawajui kuzitumia neema. Ndio maana nitakufundisha leo. Nitakufundisha kwenye semina hii namna ya kutumia neema, na Mungu akakubariki sana. Haleluya. Ukisoma pia Wagalatia 5:4, naomba tusome Wagalatia 5:4. Wagalatia 5:4. Hii itakusaidia. Itakusaidia. Naomba Roho Mtakatifu aniongoze kabisa. Wagalatia 5:4. Mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Moja njia ukitaka ukitaka kuondoka kwenye kongwa la neema ni nini? Ni kujihesabia haki kwa njia ya sheria. Yaani kujihesabia haki kwa matendo. Kwamba yule kaka haruhusi kwanza ofisini, kwanza mimi nina kwanza angalia, mimi nina elimu kuliko yeye. Mimi na masters, yeye ana diploma. I'm telling you, neema hailogeki. Neema haina vigezo vya duniani. Neema ikishaachiliwa juu ya mtu, ana diploma na utakuwa chini yake. Yes. Neema hailogeki.
Lazima ujue hicho. Haleluya. Na ukishaanza kuona kwamba vyeti ndo vinapaswa vikuweke juu, maana yake hujui neema. Wewe hata ukiomba maombi yako kwamba Baba naomba uniinue kazini, hawezi kuinuliwa. Huna tofauti na Mfarisayo aliyesema nafunga mara 2 natoa zaka. Na hii imepelekea watu wengi sana wasiweze kuinuliwa. Kwa sababu wewe nikwambie, neema inawahesabia watu haki yenyewe. Au jihesabii haki wewe mwenyewe. Niliandika huku nyuma nikawaambia hakuna mtu ambaye ahitaji neema. Hakuna anayestahili neema. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza akaishi bila neema, kwa sababu ni ufunguo wa maisha yako, lakini pia hakuna yoyote ambaye anastahili neema. Ukishajua hili, hauwezi ukaishi maisha ya kawaida. Maisha yako ya maombi always utakuwa unajibiwa. Kama yule mtoza ushuru. I'm telling you, mtoza ushuru na dhambi alizokuwa anaishi, alizokuwa nazo, maombi yake yalijibiwa. Watu wengi tumefaulu kwenye toba. Tunatubu vizuri ndio, na ni muhimu sana. Lazima ujue bila toba ni muhimu sana. Lakini ngoja nikwambie, kuna aina ya maombi tukiomba ndani yake yanakuwa na toba. Yaani kuna wakati mtu hatasema hata kwamba Baba nisamehe, ila ndani ya maombi yake, atakuwa ameshatubu, ameshafanya vyote na Mungu atamjibu. Sasa imagine unatubu, kweli umetubu, lakini kwenye ofisi ambayo unataka upande, unataka kupanda cheo kwa sababu una masters. Yaani unaona kama vile hapana, nilipaswa niwe hapa juu. Umejihesabia haki. Na kwa sababu umejihesabia haki, maandiko yamesema nini? Umetengwa na neema. Umeanguka na kutoka katika hali ya neema. Umetengwa na Kristo. Maana yake maombi yako hayana kibali. Nikusomee tena vizuri. Wagalatia 5:4. Mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Yaani cheti chako, matendo yako, uzuri wako, urefu wako, degree zako, muonekano wako. Mmetengwa na Kristo. Ukiomba maombi yako hayawezi yakapokelewa. I'm telling you. Wewe endelea kunisikiliza, utajifunza vitu vingi sana. Mungu akubariki sana.